niwasomee kwenye kitabu cha Wagalatia 1. Kuhurumia tunasema sana. Msikie hili neno ndani yangu niseme kabla hatujatoa sadaka. Wagalatia 1 sura 1 mstari wa ngapi? Tufanye haraka sana. Wagalatia 1. Wagalatia 1. Wakorintho wa kwanza kisha wa pili kisha Wagalatia. Fuata na yeye mzee anatoka kusema sasa hivi. Sita, nasema hivi mimi nitasoma peke yangu. Waraka wa Paulo mtume kwa Wagalatia. Neno la Mungu nasema hivi: nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Nani nasema hivi: lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na laaniwe. Amen. Nasikia? Narudia tena. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote. Anasema malaika wa mbinguni. Malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na laaniwe. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mulioipokea, na laaniwe. Maana sasa, je, ni wanadamu ninao washawishi au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa na wapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Amen. Amen. Kama nataka kuwapendeza wanadamu, ndio sema hata kuwa mtumwa wa Kristo. Maana wanadamu wanataka wahubiriwe wenye wanataka wao. Lakini haiko hivyo. Ukihubiriwa neno la Mungu la uzima ambalo linatoka humo, ukikasirika kwako haziko pigo. Shida kubwa sana. Hata angelikuwa malaika atakayewahubiri injili kinyume na injili ya Yesu Kristo, huyo mtu na laaniwe. Huyo malaika kama ametoka mbinguni na laaniwe. Jameni, kuingia mbinguni tunasema sio jambo rahisi. Neno la Mungu. Yesu